Kuna dhana kutoka kwa baadhi ya watu kuwa binadamu wa kwanza alikuwa nyani na akabadilika kuwa binadamu. Je, ukweli wa dhana hii ni upi? Kwa hiyo hatujawa kitu kimoja, lakini naweza nikasema huko nyuma we shared a common ancestor. Kwa nini nasema we shared a common ancestor? Kwa vitu kama viwili au vitatu kama nitakumbuka. Kwanza kimoja niliwaambia genetically vinasaba vyetu vinalingana. Chimpanzee hawa wa huku Gombe tunafanana karibu 99.9.8. Genes zinafanana. Unaona? Genetically. Hayo na mengine mengi, usikose kutazama kipindi hiki. Usikose kusubscribe, kucomment na kulike. Ili kusudi sekta hii iweze kufikia malengo yake na serikali iweze kupata mapato ambayo yatatosheleza au matarajio yetu, ushauri wangu kwenye mambo makuu mawili. Pamoja na rasilimali zote za utalii tulizokuwa nazo Kilwa, kusudi tufikie malengo kama serikali, na hili nalizungumzia kwa Kilwa lakini kwa taifa kwa jumla. Ushauri wangu wa kwanza, inabidi stakeholders lazima tuwe na kauli moja katika sekta ya utalii. Ukichukulia kwa mfano wanasiasa, ambao ni politicians mathalani, uchukulie watu wanaofanya marketing sekta ya utalii, uchukulie policy makers, wale ambao watengeneza sera miongozo katika sekta ya utalii, tunachukulia watu wa immigration ambao wanahusika sana katika sekta ya utalii, tunachukulia watu kama wale hata wabebaji, porters, tunachukulia hata wasafirishaji kwenye sekta ya utalii. Tuwe na kauli moja ya kufanya mambo kwa pamoja, ili kusudi tusiwachanganye watalii, tusichanganye makampuni ya kitalii. Tukiwa na kauli moja jinsi gani tunaweza tukatoka pamoja, tunaweza kuongeza idadi kubwa ya watalii Kilwa na maeneo mengine. Lakini ushauri wangu mwingine wa pili katika jambo hili ni swala la kuongeza, yani uboreshaji wa huduma na mazingira ya soko letu la utalii. Jambo la msingi sana. Uboreshaji wa huduma na mazingira ya sekta ya utalii. Huduma inapokuwa bora, inamuondoa yule mtalii kwenye kufikiria bei ulomwekea pale mezani. Sisi ambao tunataka kuwekeza katika sekta ya utalii, lazima kweli tuboreshe huduma katika sekta ya utalii na mazingira ya utalii. Kilwa mathalan, hatuna boti nzuri ya kubeba watalii kutoka huko Nyegati kupeleka katika visiwa. Ni hivi karibuni tu wilaya yetu ya Kilwa, baada ya kuletewa TAWA, taasisi ya tambo iko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, ndio imeweza kuja na boti moja ambayo ina bottom glass. Juu ya boti ile kuna kioo ambacho passengers wakipanda boti ile wanaweza kuona vitu vyote ambavyo viko chini ya maji. Ni aina moja ya mvuto mzuri. Ukienda kwa nchi zetu za jirani, sitaki kutaja majina yake, boti kama hizi ziko nyingi na ziko kubwa zaidi. Mtalii anapopanda katika boti, unamtoa hapa Kilwa Masoko, unampeleka Kilwa Kisiwani, chini ya boti inakuwa ni glass, anaona mandhari yote ya bahari chini, kivutio cha kwanza. Lakini anakuwa vile vile very safety, na uhakika na kufika kule nako kwenda. Tumetumia boti za asili hapa kwa muda mrefu sana. Nimekuja Kilwa mwaka 2016, ni mwaka jana ndio boti hii imefika hapa kwetu Kilwa. Kuna watalii kwa wanafika, wanaishia tu kwenye gati la Kilwa Masoko, wanaiangalia Kilwa Kisiwani kwa mbali, wanasema tuweze kuja kwenye boti zenu za asili. Wanarudi hapo. Unatarajia huyo mtalii atakuja tena? Nimezungumza kwamba miundombinu ya utalii lazima tuitengeneze, tuboreshe huduma na mazingira. Lakini ukienda Kilwa Kisiwani pale, mtalii anapozunguka kutwa nzima yote, hakuna sehemu ya kupumzika.
Facilitation zile za kupumzika, recreation centers, mtu amekaa anakula chakula vizuri, anakunywa juice vizuri, tena vitu vyote vinakuwa ni natural, vya asili, anapumzika vizuri, hazipo. Sasa hivi TAWA wameanza taratibu kuweza kuboresha na kuimarisha vitu kama hivi. Kwa hiyo anza kuwa na sehemu ambayo imetangazwa na Urithi wa Dunia tangu mwaka 1981, lakini miundombinu mizuri kama hii haipo. Usitarajie kupata idadi kubwa ya watalii. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho tunasema ni vema ni shauri kwa wahusika hasa katika sekta hii. Mambo makuu mawili haya ni ya msingi sana, kuona namna gani tunaweza tukaongeza hii sekta yetu ya utalii ikawa na tija zaidi kuliko kuwa kama sasa hivi ilivyo. Lakini zungumzie swala la usalama. Usalama kwenye wilaya ya Kilwa uko shwari na tuko salama. Wilaya hii kama nilivyozungumzia geographical na location yake ilivyo, kwa maana ya bahari na nchi kavu, lakini tuna maeneo ya bandari na airport na maeneo mengine ya entries, watu wanaweza kuingia, bado tuko salama sana. Nashukuru Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa hivi karibuni imetuletea meli 2 kubwa za patrol ambazo ziko hapa kwenye bandari yetu ya Masoko, na vile vile wameka detachi wameka kambi yao moja hapa Kilwa Masoko, ambayo kuongeza usalama kwenye eneo letu hili. Kila taifa la kusini liwe na mkakati wa national self-reliance. National self-reliance. Kwa maana ya kwamba ili kweli muweze kuendelea in freedom, lazima utumie kile kilicho chako. Ndicho unachoweza kutumia kwa jeuri. Humpigie magoti mtu, ingawa najua kwa sababu ya wakubwa ni wakubwa, kwa hiyo hata tukitaka kutumia mafuta yetu tunawapigia magoti. Hivi mlipuko ule wa Gulf ulikuwa ni wa mafuta ya Waarabu. Kwa hiyo hata mali yetu kuitumia vile vile siku hizi lazima tuombe ruksa. Lakini tunasema kwa jumla tumia mali yako ya nyumbani. Every nation should use its own resources to the maximum. To the maximum. Sasa resources zetu ni nini? Resources zetu tunazijua. Kama tuna gas yetu, use it to the maximum. Kama tuna kadhabu ketu, use it to the maximum. Kama tuna ardhi yetu, use it to the maximum. Kama kuna watu tumetrain, use them to the maximum. Kabla ya kwenda nje huko kwenda kutafuta wataalamu wengine, watumia hawa wakina Malima hawa. Kwa nini kwenda nje kwanza? Tumia hawa. Use your own people to the maximum and train them. Train them and use them to the maximum. Tumia watu wapo. Kila nchi na watu. Sasa hivi napambana sana na watu ambao wanachukua bidhaa kutoka visiwani na kuleta huku kwetu, kama mafuta, kama sukari na bidhaa za viwandani. Bandari bubu. Tunazo bandari bubu hapa nyingi tu. Walivyokuja bodi ya wakurugenzi ya TASAC, niliwaambia ni vema bandari bubu zetu baadhi yake zikarasimishwa rasmi, kusudi zitambulike, ziekewe ulinzi, ziwe port of entry. Tutapunguza smuggling ya bidhaa, watu, hata na silaha za ajabu. Pale Kipatimu, pamoja na historia kubwa ya vita Majimaji, kuna ya pango hilo la Ngoma. Pango hilo lilitembelewa nafikiri mwaka 1985, 86, lilitembelewa na waziri wa maliasili na utalii wa wakati huo, alikuwa Mama Zakia Megji. Nilitembelea, nimeliona, nalifahamu pango hilo. Ni kati ya mapango ambayo yako very unique katika utalii na katika maeneo ya Afrika na dunia kwa jumla. Urefu wa pango hilo ni kilomita 7 kwa ndani. Kuna maji baridi, kuna vivutio vyote vya asili ambavyo viko hapo, na ukifika eneo hilo hata mandhari na hali ya hewa ya pale ni tofauti na maeneo mengine.
ni kati ya maeneo ambayo binadamu anapasa kuona jinsi gani Mwenyezi Mungu, tunasema Mungu ni fundi, alivyotengeneza vitu. Pango linaelea peke yake, lina urefu wa kilomita 7, lina mazingira tofauti. Zamani wanasema wakati wa vita ya Majimaji, kina baba wale waliochukua kina mama na watoto wote wakapeleka kwenye pango la Nang'omba ili kusudi kujizuia na vita, na wanaume wote wakaingia vitani kupambana na Mjerumani. Hali maeneo kweli kabisa yanafaa kuangaliwa, yanafaa kutunzwa, yanafaa kuenziwa. Lakini vile vile tunayo maeneo mazuri katika fukwe za vijiji vya Lushungi. Ule ni ushoroba wa wanyama, wanyama poli. Wanatoka kwenye maeneo ya Seru, wanapita Mtandi, wanaingia Mandawa mpaka kule Lushungi, wanakunywa maji, wanarudi katika maeneo haya. Ni eneo la nyika ambalo ni bora sana kwa utalii. Hivi karibuni kuna kampuni ambayo inaitwa Grumeti. Mwaka jana ilifika kwenye wilaya yetu ya Kilwa, ilizungumzia na kuonyesha mahitaji yao, kwamba kama itawezekana na wananchi wakatukubalia kupata eneo hili tuliendeleze katika utalii, iwe sehemu moja hapo ya kama zoo kubwa, wanyama wanapokuja na kurudi, watalii waweze kuwaona, waweze kufurahia, na iwe chanzo cha mapato. Mazungumzo yalianza kwenye level yetu ya wilaya kwa maana ya WDC, ikaenda baraza la madiwani, lakini vile vile ilienda kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Watu wa Grumeti pamoja na mkuu wa wilaya ya Kilwa, mkuu wa wilaya ya Lindi, kwa sababu kuna upande mdogo, upande wa Lindi inaingia eneo hilo. Kwa hiyo tulifanya vikao hivyo, lakini tulipeleka mpaka kwenye RCC. RCC ni kikao cha ushauri cha mkoa. Mambo yanazungumzwa pale na wajumbe wake wanakuwa ni wengi zaidi. Kwa kweli viongozi wa RCC tukiongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa waliridhia. Kwa hiyo ni maeneo ambayo ni makubwa na mazuri sana. Sasa hivi bado mazungumzo yameanza kati ya Grumeti, hiyo taasisi ya Marekani, pamoja na viongozi kwanza kwa ngazi za juu. Baadaye tutaanza kuwafikia wananchi, kuwashawishi na kuwaelezea umuhimu wa rasilimali zetu, lakini hasa kwenye uhifadhi. Lakini tunataka uhifadhi endelevu, tunataka uhifadhi wenye tija. Uwezo ukahifadhi kitu mwenyewe unakonda alafu kile kitu kinanenepa, huo sio uhifadhi. Uhifadhi ambao unaleta matokeo chanya ndio tunataka yafanyike kwenye wilaya yetu ya Kilwa, kwamba uhifadhi ambao utabadilisha maisha na kuleta furaha, amani na mchangamano wananchi wa wilaya ya Kilwa. Natarajia wananchi wa wilaya yetu wanaweza kutuelewa na wakakubali kama uwekezaji huu utafuata ile misingi ambayo serikali imeweza kushauri. Hayo yote utayapata kila siku ya Jumanne hapa Historia Tanzania TV. Usikose kusubscribe, kukomenti na kulaiki.